Hujambo popote pale ulipo mpendwa mtazamaji wa Runinga Captain, na karibu kwa taarifa mtazamo Katoliki kutoka hapa Runinga Captain. Jina langu ni Arbe Bonaya na mtafsiri wa lugha ishara ni Ken Mwangi. Kardinali Dominic Joseph, askofu mkuu wa Tehran Isfahan wa kanisa la Kilatini, amezungumza na vyombo vya habari vya Vatican kuhusu mgogoro unaoendelea kati ya Israel na Iran. Ameelezea kuwa anashuhudiwa wahanga wa vita wakiwemo waliojeruhiwa, waliofariki na waliokosa makazi. Kardinali huyo anaelezea kuwa ingawa hali inaonekana tulivu mjini Tehran, hali halisi usiku ni ya hofu na shambulizi angani bila hifadhi za kujificha wala sera za kutahadharisha wananchi. Amesema vita hii haina mpaka wa moja kwa moja kati ya wanajeshi, bali inachezwa angani kupitia makobora na ndege za kivita, vita isiyo na uwiano inayokiuka anga za nchi nyingine. Kardinali ametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuomba ili mazungumzo ya amani yarejee na kuzishawishi serikali za pande husika kuchagua njia ya majadiliano, haki na maelewano. Na kutoka hapa nchini, mkazi wa kijiji cha Murum katika eneo bunge la Lungari, kaunti ya Kakamega, anahesabu hasara baada ya watu wasiojulikana kuvamia shamba lake usiku na kuharibu mimea ya mahindi. Kwa mjibu wa jirani yake Bi Lydia Asunga, alikuwa akivuna maharagwe katika shamba lake alipogundua uharibifu huo mkubwa karibu na mpaka unaotenganisha mashamba yao. Kwa mujibu wa jirani yake, Bi Lydia Asunga alikuwa akivuna maharagwe katika shamba lake alipogundua uharibifu huo mkubwa karibu na mpaka unaotenganisha mashamba yao. Sema badala ya kukaa, acha nitafute maharagwe isiharibikie kwa shamba. Nikatembea kufika mwisho wa shamba, nikaangalia upande wa mahindi ya mama, nikapata ni kama mtu alikuwa anakata. Nikasonga karibu, nikapata wamekata mahindi, wamekata kabisa. Hii ni hasara. Mkulima aliyeathirika, Bi Susan Abuk, amesema kuwa huu sio mkasa wa kwanza wa aina hiyo. Aliripoti tukio kama hilo mwaka jana, lakini anadai kuwa licha ya kuwasilisha malalamiko katika kituo cha polisi cha eneo hilo, hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Nimeamka asubuhi nikipata tena mahindi yangu imekatwa shamba karibu yote. Sasa nashindwa kujua nitafanya aje serikali. Naomba mnisaidie, nimebaki bure, sina mbele na nyuma. Mwaka jana walikata, alafu nikipiga ripoti hakuna neno lolote lenye walinisaidia. Tena sasa tena wamekata. Nimepanda, nimenunua mbolea pesa nyingi, mifuko 2. Tena nimeweka watu wa kazi. Wakazi wa kijiji cha Murum wamelaani vikali kitendo hicho na wanatoa wito kwa vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina ili wahusika wafikishwe mbele ya sheria. Wameitaka serikali ya eneo hilo kuhakikisha usalama wa mali na mashamba yao unalindwa ipasavyo. Nimepata nalia mahindi imekatwa. Mwaka jana alikata. Same thing happen this time. Sasa tunashangaa tena next year atakata. Na serikali naomba mtusaidie. Last time alipiga ripoti, hakuna shughuli walichukua. Na nasikianga serikali na kuanga na mkono mrefu. Mbona mtutafutie huyu mtu? Na imagine mwaka jana mahindi ilikatwa kwa shamba, tukaongea sana, lakini hakuna hatua ilichukuliwa. Tena saa hizi tena tumeamka asubuhi kwenda kwa matanga, tena anaitwa mahindi yamekatwa. Tafadhali serikali saidieni umama. Huyu mtu akirudi tena next time hatujui atamfanya nini, kwa sababu maisha yake yako hatarini. Kile kitu tunaomba tu ni usaidizi, serikali msaidie huyu mama. Ako na shida mingi, mama hata ameshindwa, saizi hata ameshindwa kutembea, ndio huyu amekaa hapa chini. Kama ni jirani, nasaidianga huyu mama kazi hapa hivi. Hata hii mahindi ndio mimi nilipalilia. Ndio nimepalilia hii mahindi. Mwaka jana walimfanyia tu hivyo, tena hii mwaka wamefanya hivyo. Na huyu mama ni mtaifu, hana usaidizi wowote, na ambapo ni uchungu. Ni uchunga, amegharimika mbolea, yeye mwenyewe ni mdhaifu, mambo na school fees ndio hiyo, hana msaidizi. Hii hasara imechukua takriban almost shilingi 50,000 kuendelea zaidi. Naomba tu msaidie. Hata hatujui next atakuja kuchoma kwa nyumba, atakuja kupigwa na watu, hatujui. Na ripoti mpaka kwa serikali kila wakati serikali imetulia. Serikali naomba mtusaidie. Nikiripotia mtazamo Katoliki, jina langu ni Ryan Mwangi. Na waumini wa kanisa la Pankipsangui katika eneo bunge la Likuyani wameandamana kupinga uhamisho wa mchungaji wao Stalin Mkoto
Maandamaji hao walibeba mapango na matawi ya mtende kuonyesha hasira yao, huku wakitikisha kususia wiki ya huduma ya wanawake ambayo inatarajiwa kuanza rasmi leo kulingana na kalenda ya kanisa hilo. Washirika wa kanisa hilo walikosoa kile walichokitaja kuwa ni uhamasisho wa mara kwa mara kwa wachungaji bila maelezo ya wazi kutoka kwa uongozi wa juu wa kanisa, kwa mujibu wa katiba wa kanisa hilo. Na kuhusu hilo, hawajapokea barua rasmi ya uhamasisho wala utambulisho wa mchungaji mpya, jambo analosema linakiuka katiba ya kanisa. Tumechoka na wabasia kila wakati kutubadilishia wachungaji. Bila sitano hatukubali. Unatubomolea kanisa. Kanisa ikianza maendeleo, obasia unatoa mchungaji. Kila mchungaji anatoka na machozi akilia. Ni lini tutabarikiwa? Ni lini Kipsangui tutabarikiwa? Kuanzia leo hatutaki mambo ya obasia. Hatukikuja Kipsangui umaribu maneno, utakula mserebe na nderema. Kuanzia leo kuko obasia ukuli. Nimekuja naangalia sioni pasta. Najaribu kuuliza pasta ako wapi? Kaunda ananiambia ati yeye ni mtu mkali sana, anaweza nipiga. Nikamwambia basi nipige. Lazima niko kwa haki yangu, nataka pasta wangu. Tumechoka ndani ya hii kanisa. Obasia kila wakati kutubadilishia mapastas hapa. Kuanzia leo obasia huko. Kama karani nitakana tunipate barua moja, mchungaji apate moja, alafu barua ya kupokea mgeni moja. Barua 3 ambazo zingeandamana na mchungaji mwenye anatoka, mwenye anaenda na mwenye anakuja. Sikupewa hizo barua zote kama karani. Wamedharau sana kanisa ya Kipsangui. Wanabadilisha wachungaji kila mwaka. Ikiwa tufanye maendeleo, atufanyi kwa sababu ya kubadilisha wachungaji. Tunaomba kama sisi washiriki wa Kipsangui, tunataka haki yetu, tunataka Stanley. Hatutaki wachungaji kila saa kubadilishwa kila mwaka. Na wakitoka wanalia. Hatutaki machozi ya wachungaji. Tunakataa mambo ya Mother's Week kukuja hapa. Ni kwa sababu gani? Wametai Harambee inakuja kwa kanisa ya Keima. Wanafukuza pastor wetu. Kwa hivyo sasa Mother's Week itakujaje kama pastor wetu wamemfukuza? Mapastor wakitoka Kipsangui wanatoka wakilia. Na sisi tuko na watoto, tunataka pastor atuachie baraka. Na hao wataki cha hiyo. Hatutaki. Bila stano hatukubali. Kuanzia leo tunasema bila stano hatukubali. Na tukizidi kuendelea, kampuni ya maji na mfereji ya Thika Thiwasco imetangaza mipango ya kupanua mitambo yake ya kutibu maji kwa lengo la kuongoza ujazi wa maji kwa mita ya ujazo takriban 15,000 kwa siku hili kukabiliana na upungufu wa maji kwenye eneo hilo. Hii ni taarifa yake Geoffrey Omare. Akizungumza wakati wa mkutano wa kila mwaka wa wadau wa kampuni hiyo, mkurugenzi mkuu mhandisi Moses Kinya alieleza kuwa upanuzi huo ni sehemu ya mkakati mpana wa kuhakikisha upatikanaji wa maji ya kutosha na ya kuaminika kwa wakazi wa Thika ambao idadi yao inaendelea kuongezeka kwa kasi. Mbali na upanuzi huo, Thiwasco inatarajiwa kunufaika na ongezeko la mita za ujazo 21,000 kwa siku kutoka bwawa la Kariminu ya pili, mara tu baada ya serikali kuu kupata ufadhili unaohitajika ili kukamilisha mradi huo. We have made progress on the Danida project, the project being funded by DCIF, because this was approved by our cabinet. And the signing of the agreement is at advanced stages and procurement is in progress. So there is great hope that the project is going to commence on the ground by next year. As well, there are various internally funded projects, and one of them is to increase our supply from the existing treatment works, which we have started. We have finished the first phase of installing the raw water pumps, energy efficient and of higher capacity. And now what is remaining is to improve the treatment works so that we can add about 15,000 meter cubed or 15 liters, 15 million liters of water.
so that we can be able to increase supply to our customers. Mwenyekiti wa bodi Maina Ruo alibainisha kuwa kampuni hiyo ina mpango wa muda mrefu wa kujenga bwawa kubwa lenye urefu wa mita 40 ambalo litaongeza uwezo wa uzalishaji wa maji kutoka mita za ujazo 36,000 za sasa hadi 70,000 kwa siku. Courtesy of the Waterworks Development Authority. Over and above that, we expect to put up a dam under the DSIF, that is the Danish government support, a dam at the junction of Kiama River and Thika River, where we'll manage, after putting up the dam, we'll get 70,000 meter cube per day. The sooner we get that, it's easy for us to make sure that every household gets its water on time at the opening of a tap. And we are also excited that Kiambu County Government found it fit to identify Thika as a smart city, and we'll be equal to the task, because if we can get the extra 90 or 110 meter cube of water per day, we should easily manage to take care of the smart city and the surrounding areas. Akisisitiza haja ya msaada wa haraka kutoka kwa serikali, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara wa Thika, Alfred Wanyoike, alitoa wito kwa serikali kuu kuhakikisha utoaji wa fedha kwa ajili ya miradi hiyo, akisema wakazi wamevumilia uhaba wa maji kwa muda mrefu. Kama mradi kama maji ya Karimenu unaweza harakishwa hiyo maji ikuje haraka ili iweze kutumika Thika. Wanyoike pia alipinga vikali mipango yoyote ya kuunganisha Dhiwasco na kampuni nyingine za maji katika kaunti hiyo au kuhamisha rasilimali zake za maji, akisisitiza kuwa taasisi hiyo inapasa kuruhusiwa kujiendesha kwa uhuru. Mpango huo wa upanuzi umetangazwa wakati mji wa Thika ukiendelea na juhudi za kujipandisha hadhi kuwa jiji. Hapo jana, azma ya kuifanya Thika kuwa jiji la 6 nchini Kenya ilipiga hatua muhimu baada ya bunge la kaunti ya Kiambu kupitisha kwa kauli moja ripoti inayopendekeza kuibadilisha kuwa jiji la kisasa la viwanda. Na pia tumesema tunashutumu wale watu ambao bado wanaendeleza uvumi wa maji ya Dhiwasco kushikana na kampuni nyingine yoyote. Sisi tumesema kama na Thika na wanabiashara ya kwamba maji ya Thika na kampuni ya Thika ya Dhiwasco ni ya watu ya Thika kwanza kabla hajaenda Kiambu. Nikiripotia runinga ya Capuchin Mtazamo Katoliki, jina langu ni Kiprotich David. Na tukizidi kuendelea, baadhi ya wakazi katika eneo bunge la Nambale, kaunti ya Busia wanalaumiwa kwa kukosa kuwapa wanao mahitaji maalum ya kujikimu na kusababisha wao kukosa motisha ya kusoma na badala yake kujiingiza katika tabia potovu zinazosababisha wasichana kupata mimba za mapema na kukosa kuendeleza masomo yao. Akizungumza katika shule ya upili ya Mabunge RC, naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Nambale Bi Caroline Onjonga alisema kuwa baadhi ya wazazi katika eneo hilo wamekosa kuwapa watoto wao mahitaji yanayohitajika na kuwakosesha hamu ya kusoma, huku akiwarai wazazi hao kuwajibika na kuhakikisha wanao wanapata mahitaji wanayohitaji ili kuwawezesha kuendelea na elimu. Mtu mwenye anaenda kwa darasa ameshika tumbo hivi atakuwa DCC? Mtoto mwenye anaenda anafukuswa leo, kesho kutwa atakuwa mtu hapo? Sasa hiyo ndio barabara nilikuwa nakuambia. Lazima utoe mchango wako kama mzazi. Hakikisha mtoto yako ako na mahitaji zote. Mtoto anaposoma, kuna wamama wanafanya bidii hata kama anaenda Makatala. Aidha, naibu kamishna huyo alielekeza kidole cha lawama kwa wazazi wa kiume kwa kuacha majukumu mengi kwa akina mama, huku akiwataka kuwa na ushirikiano ili kuwasaidia katika kukuza malezi ya wanao. Mtoto akikuja, baba nataka kalamu, uliza mama yako. Mtoto akikosa kitu uniform, uliza mama yako. Iko siku utataka kuuliza huyo mtoto kitu, si mtoto ulipea mama yote. Alafu huyo mzee utaona
mtoto yako baba. Unamwambia mtoto kalamu, mama yako. Chakula, mama yako. Kila kitu, mama yako. Si mtoto uliwachana naye. Hakikisha umesaidia watoto wako. Namba 2, discipline ya mtoto kama umwangalii. Iko wazazi hawataki kujua mtoto analala wapi, hataki kujua ameenda wapi. Kazi yake bora tu aonekane alisaa, aitwe baba fulani. Nikiripotia runinga ya Capuchin mtazamo Katoliki, jina langu ni Geoffrey Omare. Bila shaka kwenye taarifa hiyo tuwakumbushwa kwamba jukumu ama watoto ni jukumu la wazazi wote, baba na mama. Silo tu wasema baadaye baba asema umeweka poison. Kufikia hapo taarifa hiyo yatufikisha kikomo cha mtazamo Katoliki kutoka hapa runinga Capuchin. Jina langu ni Arbe Bunaya na mtafsiri wa lugha ishara ni Ken Mwangi.